Lapazi, Beni, Kingazi A, Delin, Goba Awadhi, Silayo, Msuguri na Mtipesa. Natambua mradi wa maji wa Msumi kutoka tenki la Tegeta. Natambua ukamilishaji wa ujenzi wa barabara ya Kibamba Mloganzila, sehemu ya Mloganzila na Mloganzila Citizen kilomita 8. Natambua uwepo wa ujenzi wa barabara ya kiwango cha lami, barabara za Msumi, Goba, Korea, Hondogo, Shija, Posta, Matembe na Sheki Bofu, Msikitini, Sinza KKT, Segesera, Juma Ikangaa na Ubungo Tiptop. Barabara ya Goba Kuzindi, Goba Majengo, Konoike, Malamba, Kingazi, Ufi, Makaburini, Njeteni, Makabe na Azimio. Natambua uwepo wa ujenzi wa barabara ambazo zinaendelea Kimara Bonyokwa kwa kiwango cha lami, ujenzi wa barabara ya Kibamba Kisokwa Kwembe Makondeko kwa awamu ya kiwango cha lami, ujenzi wa barabara ya Kibamba Magoe Mpiji kwa kiwango cha lami, ujenzi wa barabara ya King'ong'o kwa Msuguri, Urasa, Mabibo Hostel, Makaburini, Tatedo kwa kiwango cha lami, pamoja na maeneo mengine kama yalivyoainishwa. Haya ni maeneo baadhi, lakini orodha nzima ya miradi ni mingi, na nikielezea yote tutakosa muda. Yote inaenda kufanywa kazi, na haya ni baadhi ya maeneo ya miundombinu upande wa barabara za mitaani kwenye mitaa yetu, pamoja na orodha nzima ya miradi ya miundombinu kwa Dar es Salaam nzima ambayo iko kwa takribani kurasa 9. Hizi ambazo waheshimiwa mawaziri wameongelea zitajengwa, na mimi nielekeze waziri wa TAMISEMI pamoja na wa ujenzi, barabara hizi waaminini wakandarasi wazawa wakazijenge. Tulipitisha sheria ya kuruhusu wakandarasi wazawa wapewe kazi. Ni lazima tuanze kuwaamini wakandarasi wazawa wafanye hizi kazi. Inatokea barabara mpaka za mtaani kilomita 1, 2, 3, kilomita 4, tunakutana na wakandarasi wote wageni. Miaka zaidi ya 60 ya uhuru, lazima tuwaamini na tujenge nguvu ya wakandarasi wazawa. Kwanza, hii ni nchi yao, watakuwa wazalendo, watatekeleza mradi wakijua wanaifanyia kazi nchi yao. Na hili, waheshimiwa mawaziri, wala sio ubaguzi. Mungu ni mwema sana, kila watu waliwapa nchi yao. Tanzania ni ya Watanzania, wala msiogope kuwaamini na kuwapa kazi wafanye. Mimi ni toleo la mbali kabisa la Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Wapo mainjinia waliotangulia kama sisi, warika letu tumefika mpaka tunaweza kuaminiwa serikalini kuwa waziri mkuu. Injinia tuliyesoma naye anashindwaje kujenga barabara ya kilomita 1? Wapatieni kazi hawa wengine, hawa wanaokuja watasimamiwa na wakandarasi wazawa. Wawaombe kazi, wapewe subcontract kama ambavyo miaka mingi Watanzania wazawa wamekuwa wakipewa subcontract na wageni, na kazi kubwa zinafanywa na wakandarasi wazawa. Hawa wanabaki kutembea na briefcase na suti. Kazi zinafanywa na wazawa, na wengine serikali inawalipa, wanawababaisha wazawa kuwapa fedha zao ambazo kazi imeshafanyika. Wapewe. Na sheria Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuwapenda Watanzania alishaitunga, inaelekeza hivi. Ndugu wa Tanzania, duniani kote
Hakuna nchi ambayo wananchi wake wote wameajiriwa serikalini. Tunapojenga usawa, tunapojenga uwezo wa wazawa, wanawaajiri watoto wa Kitanzania. Tunapowajengea uwezo wa Tanzania, wakawa na uwezo wa kujenga barabara kilomita 50, kilomita 100, pamoja na maeneo mengine kilomita 200, majengo na maeneo mengine, hawa watu lazima wataajiri vijana wa Kitanzania wanaohitimu masomo ngazi mbalimbali, wanaohitimu ujuzi mbalimbali, na hili liende sambamba hata katika maeneo mengine. Maeneo mengine, kazi inayoweza kufanywa na Mtanzania ifanywe na Mtanzania, kwa sababu nchi hii wa Tanzania ni yao. Yapitiwe mpaka na maeneo ya biashara. Biashara zinazoweza kufanywa na Watanzania zifanywe na nielekeze idara inayohusika ipitie upya kwenye kazi, kwenye biashara, wapitie upya maeneo yote ambayo walishatoa leseni, wapitie na upya maeneo yanayoendelea kutoa leseni. Maeneo ambayo kazi inaweza kufanywa na Mtanzania ifanywe na Mtanzania. Maeneo ya biashara ambayo biashara inaweza ikafanywa na Mtanzania ifanywe na Mtanzania. Haya lazima tuambizane ukweli, kwa sababu Mungu aliumba kila watu, waliwapa nchi yao. Tanzania ni ya Watanzania. Na wale wengine na wenyewe wapewe kazi na Watanzania. Wala hatuna haja ya kuogopa kwamba wataharibu. Atakayeharibu tunashughulika naye. Na hata hawa, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa uliosema na Mheshimiwa Waziri umesema, mfanyakazi yeyote mzembe, mla rushwa, wala msimhamishe, mfukuzeni kazi. Vijana wa Tanzania ambao wanaweza wakafanya kazi kwa uadilifu wapo wa kutosha. Kama zamani tulikuwa tunahamisha, enzi hizo hatukuwa na watu wa kutosha. Sasa hivi vijana wa Kitanzania wa kuweza kufanya tunao wengi. Ambaye anafanya kazi vizuri, mpeni sifa zake. Tuna Watanzania wengi watumishi wanafanya kazi vizuri. Lakini wale wazembe, wavivu, wala rushwa, wala msiwahamishe. Asiharibu wilaya hii mkampeleka wilaya nyingine akaiharibu na hiyo. Mfukuzeni. Wekeni mwingine afanye hiyo kazi. Mheshimiwa mwenyeji wetu, tumepita kukagua maeneo yaliyoathirika.